Bwana apewe sifa. Tunamshukuru Mungu ametupa tena siku nyingine leo, siku ya pili, lakini ni siku ya 22 kama sikosei. Katika zile siku 40, kila ni siku ya pili kwangu kusimama mbele yenu. Ya leo asubuhi tulijifunza somo zuri sana. Wakati tunamefundisha, hata baada ya kurudi nyumbani nisikia bado Roho wa Mungu akinisemesha juu ya kile nilichokifundisha. Haleluya. Wale tulioanza jana tulikuwa na kichwa cha somo kinachosema nguvu ya maombi katika kushughulikia misingi iliyoharibika. Nguvu za maombi katika kushughulikia misingi iliyoharibika. Na tulisoma neno kutoka kitabu cha Yohana mlango wa 16 mstari wa 24 ambalo linasema hata sasa naomba nisome. Yohana mlango wa 16. Yohana 16 Biblia inasema mstari wa 24. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Yohana alikuwa anawaambia wanafunzi wa Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake ya kwamba bado muda kidogo nitaondoka na mnapata huzuni ninapoondoka kwa sababu hamjui kitakachozaliwa baada ya mimi kuondoka. Na Yesu aliwaambia mwanamke anapofika wakati wa kuzaa anapata uchungu sana, lakini baada ya kujifungua anasahau ule uchungu wote aliopata. Yesu akiwa anamaanisha ya kwamba wakati anawaaga anaondoka, wanafunzi walikuwa na huzuni, lakini baada ya Yesu kuondoka ile huzuni itaisha, kwa sababu atarudi katika sura ya Roho Mtakatifu ambao kila mtu ataweza kumuomba mahali popote na akamuona. Sasa ni kama anawasisitiza, anawaambia kwa muda wote ambao nimekuwa na ninyi sijaona userious wenu katika kuomba. Kwa hiyo ninawasihi sana mjenge msingi wa maisha yenu katika maombi. Mjenge msingi wa huduma yenu katika maombi. Bila hivyo hamtakuwa na furaha, kwa sababu hamtapata haja ya mioyo yenu. Kwa njia ya kuwa na furaha ni kupata kile ambacho unatarajia, na njia ya kupata kile ambacho unatarajia ni kuwekeza muda wa kutosha wa kuomba. Na kichwa cha somo kinasema nguvu ya maombi katika kushughulikia misingi iliyoharibika. Maana yake nikazungumza kwamba kila mtu amezaliwa katika misingi yake. Unakulia katika misingi fulani. Nikasema kuna watu ambao wana asili ya magonjwa ya pumu. Kuna watu ambao kwenye familia kumekuwa kama sasa kansa ni kama kitu cha kawaida, kinatoka kwa huyu kinarithi. Kuna watu ambao wana matatizo ya kurithi. Kuna watu ambao asili ya nyumbani sio nzuri. Kwa hiyo kutokana na hiyo asili kutokuwa nzuri, wanatembea katika misingi ya uharibifu. Hasa kinachoweza Zaburi, tukasema Zaburi ya 11 mstari wa 3, maandiko yanasema kama misingi ikiharibika, mwenye yake atafanya nini? Na hapa ndipo tunapoletea jibu ya kwamba unapojikuta kwenye misingi iliyoharibika, una jambo la kufanya kama mwenye haki, ni kuomba. Haleluya. Kwa hiyo tukasema kuomba ni mawasiliano. Na wakati kuomba ni mawasiliano, na Roho Mtakatifu amenipa kuwasisitiza kwa habari ya mawasiliano haya, ya kwamba ikiwa kuomba ni mawasiliano tulisema jana, basi unapoomba jitahidi kuwa sensitive, kwa makini kusikiliza ya kwamba mbingu zinasema nini juu ya ajenda uliopeleka kwa Mungu, kwa sababu ukiwa katikati ya kuomba Mungu anaongea. Lakini kabla hujaanza kuomba, wale tuliokuja asubuhi tulijifunza ya kwamba unapoweka nia kuomba, ibilisi pia huwa na tabia ya kuanza kukusemesha, kuanza kukuhubiria mambo ambayo yatakukatisha tamaa usiombe. Na anachokuja nacho ibilisi ni kile kilichoandikwa katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 6 mpaka wa 11. Katikati pale kama sikosei mstari wa 7 anasema kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye. Mshtaki
anaenda mbele ya mahakama ya Mungu, anasema huyu hafai kuomba kwa sababu ana madhaifu 1, 2, 3, na anakuja kwako kukuhukumu ili kukupunguzia confidence, ujasiri wa kuomba. Kwa hiyo asubuhi tulisoma kitabu cha Efeso mlango wa 6, na anasema hatimaye, mstari wa 10, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Akimaanisha ya kwamba huwezi kuomba usipokuwa hodari kuweza kushinda vita inayokuzuia usiombe. Kila mtu anaponia kuomba anapata vita ya usingizi, vita ya kimawazo, vita ya jambo lolote la kukustress, taarifa ngumu za kukufanya ukose ile furaha ya kuomba. Ikiwa ni hivyo sasa kwamba maombi ni mawasiliano, ina maana muombaji anatakiwa awe makini, aweze kujua ni nani anaongea. Haleluya. Unapoanza kuomba sasa, shetani ataongea na wewe. Ukisikia sauti ya ibilisi, mkemee kwanza, shughulika naye kwanza, ndio endelee na maombi. Haleluya. Katikati ya maombi Mungu atasema na wewe. Wewe umejipanga kuombea biashara zako, sijui kuombea afya yako, sijui kuombea nini, Mungu atakukumbusha. Utashangaa katikati ya maombi unakumbuka uliwahi kwenda kwa mganga, ukapewa dawa ya kuoga kuondoa nuksi. Halafu utasikia Roho Mtakatifu anakukumbusha, tangu ulipoanza kutumia yale madawa ndio hapo vitu vyako vilianza kuvurugika. Asa hapo wewe unaombea biashara yako. Asa Mungu anakupeleka kwenye kitovu cha changamoto yako ya kiuchumi. Kwa hiyo sasa wewe kwenye maombi inatakiwa ufocus hapo kwenye shida. Haleluya. Kwa hiyo maombi ni mawasiliano, inabidi uwe makini unapokuwa kwenye maombi. Ni nini unakisikia huko rohoni? Kile unachokisikia ni cha muhimu kuliko ajenda zako ulizoandika kwenye karatasi, kwa sababu saa nyingine tunaenda kwenye maombi tukiwa stressed, tukiwa tumelemewa. Na kwa hiyo unapoenda na mzigo wako kwenye maombi, inawezekana Mungu ana wazo ambalo ni la muhimu litakusaidia kwenye huo mzigo kuliko yale uliyoorodhesha. Kwa hiyo natakiwa makini kumsikiliza Mungu. Kwa hiyo maombi ni mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu. 1. 2, maombi ni mawasiliano kati ya mtu na roho yanayolenga kuitisha msaada ama ushirikiano katika jambo fulani. Haleluya. Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na viumbe. Ninaposema viumbe, ukienda kwa mganga wa kienyeji anafanya maombi, au wale waliozaliwa zamani, kuna saa bibi anafanya maombi, anawasiliana na mizimu. Kuna saa watu wanafanya meditation, wanavuta mapepo, wanapandisha majini. Hayo ni maombi upande wa giza. Na sisi tunapofanya maombi, tunafanya mawasiliano. Haleluya. Kwa tunapofanya maombi, tunatengeneza atmosphere, tunatengeneza uwepo unaovuta viumbe vya mbinguni kuja katikati yetu. Haleluya. Kwa hiyo kadiri unavyochochea maombi, Biblia inasemaje? Malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazungukia wamchao. Haleluya. Kwa watu wanapojicommit kwamba tunaomba sasa, kadiri unavyoomba, maombi yanaanza. Maombi yako katika ngazi tofauti. Ngazi ya kwanza ni maombi katika ulimwengu wa mwanadamu. Haleluya. Alafu ukitoka hapo unakuja maombi katika ulimwengu wa malaika. Ukitoka hapo utakuja maombi katika viwango vya kiungu. Roho Mtakatifu nisaidie watu wanielewe. Maombi katika ulimwengu wa mwanadamu, unapoanza kuomba automatically ni wewe
na akili zako na stress na uchungu, umelemewa, unaanza kuomba. Kadiri unavyoendelea kuomba, unashangaa hauko tena. Unashangaa una uwezo wa kujikontrol. Ulianza kwa sauti ya kistaarabu ili watu wasisikie huko na huko. Unashangaa umeshazama huko. Umeshabadilika. Hata mtu akibisha hodi umsikii tena. Uko kwenye ulimwengu mwingine ambapo uko nje ya uwezo wako kujizuia. Ulipoanza kuomba ulikuwa unajua nimevaa nguo nyeupe. Umekolea, unajikuta umelala chini. Sio kama unaelewa? Maana yake sio wewe tena, kwa sababu katika binadamu wako huwezi lala chini, utajua nguo itapata doa na sitaweza kuifua. Kwa hiyo pale hauko tena kwenye ile level ya ubinadamu. Pale kuna uwepo wa Mungu umeshuka. Na hapo malaika za Mungu wako katikati yako. Unahudumiwa na mbingu. Roho Mtakatifu yuko anakuhudumia hapo kwa kiwango cha kipekee. Ukiendelea Mungu anakuwa live kwako. Hapo kwenye uwepo. Akatizi mchawi, akatizi mganga. Nje ya nyumba yako tunakuwa kumfunikwa na uvuli wa nguvu za Mungu, ambao viumbe vya roho vikipita vinaona. Haleluya. Asa shetani yuko smart. Anapambanaga na sisi tusitoke hapo kwenye kiwango cha ubinadamu. Haleluya. Shetani anapambana na sisi tusivuke huo mpaka wa binadamu. Yaani uanze katika akili yako na umalize hata kabla ya muda. Useme nyingine tamalizia tu kesho. Mungu wewe unajua tu mwenyewe. Hapo hujagusa kule rohoni kwa viwango vinavyotakiwa. Haleluya. Nataka mtu aombe ahamishwe. Sikiza. Maombi katika viwango vya ubinadamu yana muda, yana mipaka, yana mpaka wa misamiati kwa maana ya matamshi, yana mipaka ya muda na yana mipaka ya agenda. Maombi katika level ya ubinadamu. Ukianza kuomba, unajua naombea mambo matatu, na ukimaliza hayo matatu utasema amen. Na utajua naomba nusu saa, ukimaliza nusu saa utasema amen. Lakini kwa bahati, kwa neema ya Mungu, ukiwa katika hayo maombi ukatoka hapo kwenye viwango vya ubinadamu, utasema amen masaa mawili yameisha. Mungu wangu, masaa mawili yameisha. Ulishahama, ulienda kwenye level nyingine ya maombi. Haleluya. Haleluya. Sasa tusitoke kwenye msingi. Maombi ni mawasiliano. Nimesema ni mawasiliano kati ya mwanadamu na viumbe vilivyoko rohoni. Viumbe vilivyoko rohoni maana yake kuna saa mwanadamu anaweza kuwasiliana na malaika akawaitisha wafanye msaada kwa ajili yake. Haleluya. Lakini hata mwanadamu ni kiumbe kilichoko rohoni, kama unaweza kushifti kutoka kwenye mwili na kuingia rohoni. Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na viumbe vilivyoko rohoni. Maana yake mchungaji wako, mwinjisi wako, wewe ndio unatengeneza mazingira ya yeye kukuhudumia. Haleluya. Unajua ukimchukulia mchungaji wako poa, atakuwa poa hivyo. Utasema tu hawezi kutoa pepo, lakini shida ni wewe. Umeweka mipaka kwamba huyu hawezi. Ikiwa Mungu anaweza kutumia jiwe, basi wewe kwenye maombi tunaweza kumtumia mtu yoyote. Mungu akasema na wewe kupitia yeye. Bwana apewe sifa. Haleluya. Maombi ni mawasiliano kati ya mtu na malaika na mamlaka ama utawala wa kiroho kwa nia ya kutoa maagizo yenye mamlaka katika kudili na jambo linalohitaji nguvu ya mamlaka. Nisikilize kwa makini. Maombi ni mawasiliano. Na haya mawasiliano yako katika nyanja tofauti. Nimekuambia ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu. Ni mawasiliano kati ya mtu na viumbe vilivyoko kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake mtu anaweza kuwasiliana na mizimu, anaweza kuwasiliana na mapepo, anaweza kuwasiliana na majini, anaweza kuwasiliana na mtu
Kuna mtu anaweza kukaa hapa akafanya maombi yake, akamwamsha mtu nyumbani, yule mtu akaja mpaka hapa. Na mimi nimekwambia hizo ni kanuni zinatumia ulimwengu wa giza. Lakini shetani hana maarifa yote zaidi ya yale aliyochukua mbinguni akashuka nayo duniani. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo sisi tuna uwezo wa kuwasiliana sisi kwa sisi waombaji. Ukakaa kwenye maombi, ukamsemesha muombaji mwenzako naye akaamka, ukamsemesha muombaji mwenzako naye akaamka, tukasemeshana kwenye ulimwengu wa roho, tukatengeneza network za rohoni bila kupiga simu, bila kufanya chochote. Kwenye ulimwengu wa roho ukakaa, ukazama rohoni, ukasema Mungu mwamshe na mama fulani, alafu mama fulani nataka afanye 1 2 3. Mungu leo ni usiku Jumamosi, nataka tukuone ibadani. Mwamshe mchungaji, mfunulie hichi kitu kiko hapa usharikani na hajui. Mfunulie hichi na hichi na hichi na hichi na hichi na hichi. Ukamsemesha na network zikaingia huko rohoni na akaja akafanya vile vile. Haleluya. Na maombi ni mawasiliano kati ya mtu na mamlaka ama utawala wa kiroho. Ulimwengu wa roho una wafalme na wakuu, aidha wakuu wa giza ama wakuu wa nuru. Sasa kuna mawasiliano na wenye mamlaka na watawala. Haleluya. Ambapo haya mawasiliano unafanya pale ambapo unahitaji command, unahitaji mamlaka itoe amri. Unawasiliana na hiyo mamlaka, unaiamsha hiyo mamlaka inuke. Kwa una uwezo wa kuamuru mamlaka zilizopo za kimungu ziinuke, zitoe maamuzi juu yako kwa njia ya maombi. Bwana apewe sifa. Haya maombi alifanya Daniel mlango wa 9 au mlango wa 10 mstari wa 19 mpaka 20. Tutaona kule mbele. Lakini maombi ni njia ya kuachilia maneno yenye nguvu ya roho ili kuumba na kutengeneza jambo. Maombi ni njia ya kuachilia maneno au matamko yenye nguvu za kiroho ili kuumba na kutengeneza jambo. Haleluya. Maombi ni njia ya kuachilia maneno yenye nguvu ya roho ili kuumba na kutengeneza jambo. Haleluya. Ulimwengu wa roho huwa unaendeshwa kwa nguvu ya imani na huwa unadhihirishwa kwa matamko. Haleluya. Narudia. Ulimwengu wa roho unaendeshwa kwa imani na unadhihirishwa ama kuthibitishwa ama kufunuliwa mwilini kwa njia ya matamko. Kitabu cha Warumi mlango wa 10. Warumi 10 mstari wa 10, Biblia inasema, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Haleluya. Kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Imani inajengwa na kuumbika moyoni. Kwa nini imani inajengwa na kuumbika moyoni? Kwa sababu moyoni ndipo panapokaa neno la Mungu. Lakini moyoni pia panaweza kukaa neno la mwanaume ama la mwanamke ama la baba ama la mama ama la adui yako lililokuumiza, linakaa moyoni. Kwa hiyo neno linaweza kukaa moyoni kuzuia imani ama kuactivate imani ama kutunza imani. Zaburi Daudi alisema 119 mstari wa 11, kwa moyo mtu moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili liniumbie imani ambayo itanisaidia nisije kutenda dhambi. Paulo anasema kwa moyo mtu huamini hata kuhesabiwa haki. Kwa hiyo ndani ya moyo wa mtu kuna imani ambayo imekaa kama akiba. Bwana apewe sifa. Anasema hivi, na kwa kinywa mtu hukiri hata kupata wokovu. Haleluya. Unaweza kumwamini Yesu lakini haitadhibitika, haitakuwa msaada kwako usipokiri. Na anasema ukimkiri Yesu kwa kinywa kwa ni Bwana na kuamini ya kwamba alikufa na kufufuka na kwamba ni mwana wa Mungu, utaokoka.
Kwa maana mstari wa 9, kumbe iko hapa. Mstari wa 9, Warumi 10:9. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa hiyo wokovu ni jambo la kiimani lililotunzika moyoni, ambayo linafunuliwa kwenye maisha ya mtu kwa matamko. Kwa lazima matamko yaachiliwe ili kufunua wokovu. Lazima matamko yaachiliwe ili kuondoa ugonjwa. Lazima matamko yaachiliwe ili kuumba kitu kilichoko moyoni. Haleluya. Bwana apewe sifa. Sasa katika kitabu cha Isaya mlango wa 60 na Isaya 65 mstari wa 24, Biblia inasema hivi: na itakuwa ya kwamba kabla hawajaomba nitajibu. Na wakiwa katika kunena nitasikia. Ameshajibu, alafu anasikiliza nini? Hatuombi kitu ambacho hakipo, bali tunaomba ili kitu kilichopo kifunuliwe. Haleluya. Sio kama mnanielewa. Gari unaloomba sio la kutafuta. Nyumba unayoomba sio ya kutafuta. Uponyaji unaoomba sio wa kutafuta. Upo tayari kwa ajili yako. Mungu alishautoa kwa ajili yako. Lakini unatamka sasa ili kuudhihirisha uonekane kwa macho ya damu na nyama. Haleluya. Ndio tafsiri ya hili neno. Itakuwa kabla hamjaomba nitajibu. Maana yake hatutafuti jibu, tunatafuta udhihirisho wa jibu. Bwana apewe sifa. Katika maombi hatutafuti kujibiwa, tulishajibiwa. Tunatafuta kuyaona hayo majibu, maana yako kwenye ulimwengu wa roho yamefichwa. Kitabu cha Isaya mlango wa 45. Isaya 45. Usisahau tunaongelea pointi moja ya kwamba maombi ni njia ya kuwasilisha maneno, ni njia ya kuachilia maneno yenye nguvu ya roho ili kuumba na kutengeneza jambo lidhihirike katika macho ya damu na nyama. Isaya mlango wa 45 mstari wa 2 unasema hivi: nitakwenda mbele yako, nitapasawazisha mahali palipo paruza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma, nami nitakupa hazina za gizani. Tuna hazina zetu ziko gizani, ziko zimefichwa kwenye ulimwengu wa roho, zimefichika mahali fulani. Either adui amezifungia tusizione, au either ulimwengu wa giza umeweka giza, au dhambi zetu zimeficha hiyo neema Mungu aliyoandaa kwa ajili yetu tusione. Asa Mungu anasema hivi: nataka nikavunjevunje malango ya shaba, nikakatikati mapingo ya chuma, nipate kukupa hizo hazina zilizofichwa za mahali pasiri pa gizani, na mali zilizofichwa mahali pasiri, upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Mkazo wangu ni kwamba hatuombi tujibiwe, bali tunaomba majibu yetu yadhihirike. Haleluya. Kwa kuna hazina zetu ziko mahali zimefichwa. Kuna chochote tunachomwomba Mungu kipo tayari kwa ajili yetu. Na Mungu anasema itakuwa kabla hamjaomba nitajibu. Na hili lilitokea kweli, kwa sababu Biblia inasema Daniel alipotia nia kuomba, siku ile ile alipotia nia, sio alipoanza kuomba, alipotia nia ya kwamba nitaomba, Mungu alijibu. Haleluya. Maana yake Mungu anajibu moyo, afu Mungu anadhihirisha alichojibu kwa matamko yako. Kwa maombi ni njia ya kuachilia matamko ama maneno ili kuumba na kudhihirisha jambo ama kitu kile ambacho unaamini moyoni mwako. Bwana asifiwe. Amen. Hii ina maana ya kwamba mazungumzo yako yana maana kuliko hata maombi yako sometime. Yaani unakuja hapa unamwombea mume, ukirudi hapo nyumbani unasema wai, hakuna kitu nimepewa hapa, suruali tu hii, hakuna kitu. Asa kile maneno yako yanaumba. Ulioleta kanisani unafiki, kile unachoongea ndio real. Utaishia kuona tu suruali hapo nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu ndio unayotengeneza. Kwa hiyo inabidi kuwa smart kwenye matamko, maana matamko ni maombi. Matamko ni maombi yanayoamrisha ulimwengu wa roho ufunue unachotamka.
Haleluya. Bwana apewe sifa. Ningependa leo tuishie hapo. Kesho asubuhi tutakuwa na mtumishi kwa ajili ya maombi ya asubuhi, lakini kesho jioni tutajifunza kitu kizuri. Roho Mtakatifu anaonyesha kesho jioni tutajifunza kitu kizuri, hatua muhimu katika kuathiri ulimwengu wa roho kwa njia ya maombi. Hatua gani uchukue ili kuathiri ulimwengu wa roho kwa njia ya maombi, ambao ulimwengu wa roho ndio umeshikilia baraka zetu, lakini ulimwengu wa roho ndipo ambapo adui ametufungia. Hatua nzuri za kuweza kuathiri ulimwengu wa roho. Kesho tukija tunajifunza hicho kitu. Tusimame. Hope living stone to my inner